wengi walikaa mahali na wakazoea, wakakataa mabadiliko. Hata mtoto anapokuwa lazima uone changes kwa maisha yake. Usipona changes kuna kasoro. Mkristo yeyote ambaye abadiliki rohoni, abadiliki kimwili, kuna tatizo. Leo kuamuka kwa jina la Yesu. Anza kubadilika. Ninakutabiria leo lazima hali yako ichange by force, by fire. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hata mtu akiwa hospitalini uende kumuona ukute vile alikuwa leo sio vile alikuwa jana, amechange. Si unasikia raha? Na unajua na respond. Sema amen. Ugonjwa una respond kwa madawa, si ni kweli? Hata wewe respond kwa neno la Bwana. Ni vibaya usikie neno la Bwana kila siku but you remain the same. Neno likufanyie kazi kwa jina la Yesu. Nasema neno likugeuze. Ukawe kile Bwana anataka. Kile Bwana amekusudia. Huduma unayofanya ikubadilishe kila siku, siku kwa siku. Amen. Sema amen. Sio ni mzuri? Praise the name of the living God. So angalia hapa vitu ambavyo tunaviongelelea. Nimesema kadiri mtu anavyobadilika na jina pia linabadilika rohoni, na hatimaye unakuta mwilini mtu anabadilika. Ukiangalia mtu kama Sauli, alikuwa mtu wa kawaida sana kwenye familia yake. Alikuwa hajulikani kabisa kwa sababu alikuwa hajabadilishwa na Mungu. Lakini unapoendelea kusoma mambo yake, Mungu alipomgeuza kuwa nabii kama manabii wengine, kila mtu alianza kumshangaa Sauli kwa kuwa Mungu alimbadilisha. Mtu aseme amen. Amen. Aliingia kwa manabii mahali walikuwa wanatabiri. Roho ya Bwana, roho ya unabii kashuka na akageuzwa. Na ndio unakuta the more unaishi na watu wa tabia mbaya, wanaweza wakakugeuza. Ulikuwa mtu wa tabia nzuri zikabadilika, lakini ukikaa na watu wazuri wanaweza wakakugeuza na ukawa mtu mzuri zaidi. Yes. Praise the name of the living God. Amen. Amen. Sauli, watu wakamwangalia kwa mbali wakashindwa. Yule si ni Sauli? Mbona anatabiri? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana Mungu kamgeuza. Kuna roho ya kugeuza watu inashuka. Yes. Roho ya kubadilisha maisha ya watu. Yes. Praise the name of the living God. Hautatoka ukiwa kwa hiyo hali. Hautatoka ukiwa na hiyo jina. Hautatoka mambo yako ikiwa namna hiyo. Asiye na kazi Mungu ambadilishe leo. Haitwa aliye na kazi kuanzia sasa. Asiye na mafanikio aanze kubadilishiwa jina. Haitwa mtu aliyefanikiwa. Mtu wa madeni ageuziwe jina. Haitwa aliyeondolewa kwa madeni. Mungu anaweza tengeneza mlango na akakutoa kwa hiyo situation. Hali zingine zimetengenezwa ndio Bwana akajitukuze. Hiyo hali yako Bwana ajitukuze nayo. Hiyo situation ibadilike. Amen. Na kutabiria kama nabii wa Bwana, roho wa kubadilisha maisha yako washuke. Hautakaa, yani hautakaa level moja na watu wa dunia. Lazima kuwe na tofauti. Amen. Hatuwezi kuwa tunashuhudia Bwana, tunasema Bwana anafanya, Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, Mungu anaokoa, we are born again, we are Christians, lakini watu wa dunia wanaendelea kutuliko. Tunakataa. Lazima maisha yetu yabadilike. Lazima anga yetu ibadilike. Lazima tuonekane wa tofauti. Wakikosa sisi sio wa kukosa. Hatutawakopa watu wa dunia, wao ndio wakukope. Uko kwa plot, hautawaomba. Pokea roho ya mageuzi. Nasema pokea power. Mungu akitaka kugeuza watu wake anatumanga roho. Sema roho. Roho. Anaweza akaachilia roho ya kugeuza your life. May you receive that spirit in the name of Jesus. Amen. Pokea roho ya transformation. Yes. Mambo yako yakabadilike. Yes. Wamekuzoea kwa hiyo jina. Yes. Wamekuzoea kwa huo mtaa. Yes. Wamekuzoea mtu asiye na maisha mazuri. Yes. Kuanzia leo roho wa Bwana akugeuze. Amen. Anaweza akageuza hali yako. Yes. Na ukakaa mtu wa tofauti. Yes. I say receive. Amen. Praise the name of the living God. So, ukiwa umekaa ukimwabudu Mungu na umeremain kawaida for 3 years, miaka haujabadilika, kuna kasoro. Praise the name of the living God. Amen. Hata mtoto anaendeleanga kukua, si ni kweli?
anatoka hii stage, anatoka hii stage, anatoka hii stage. Ukikaa na mtoto amekaa 3 years na haja keti na haja simama, kuna kasoro, si ndio? Unaanza kutabika na unaanza kutafuta shida iko wapi. Unakimbia kwa madaktari, unakimbia popote unaweza, unaenda kwa wachungaji, wengine wanaenda kwa uganga, kwa sababu kuna kitu wanaona si sawa. Si sawa. Praise the name of the living God. Amen. Lakini Wakristo kuna vitu vimekaa si sawa na wametosheka. Ambia mtu kataa kutosheka. Mwambie umekaa kwa hiyo hali for too long. You have been for that situation for too long. Yes. Kataa, toka hapo kwa jina la Yesu. Yes. Amuka na ukatane na hiyo tatizo. Yes. Usibebane na ugonjwa miezi 6 imekaa kwa mwili. Yes. Kataa leo, ivue na uiweke chini. Yes. Na Mungu hajapanda mapando ya magonjwa ndani yako. Yes. Hajapanda laana ndani yako. Yes. Kama Yesu yuko hai na anaishi, yes, lazima hiyo shida iondoke kwa maisha yako. Yes. Amini na utauona mkono wa Bwana. Amen. Hey. Hey. Lazima uamini. Kama hakuna change, hakuna Mungu. Maana Mungu ni wa change. Mungu ni wa mabadiliko kila saa. Kama una Mungu utachange. Sema amen. Amen. Vitu vitabadilika kwako. Amen. Amen. Yesu ni mambo yote ndani ya yote. Uliza mtu alikufanyia nini? Kama bado unalia shida ya jana, leo unahitaji touch. Kabisa. Leo unahitaji uguzo. Amen. Na kama hakuna faida na hakuna kugeuzwa na hakuna kubadilishwa, tungeishi kwa huyu Mungu. Tuko kwake maana tunaona. Yes. Na we kama uone there is something you must do, lazima ufanye jambo. Ndio Mungu akakugeuze. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Cha kwanza, kubali mabadiliko. Amen. Kubali nini? Mabadiliko. Kubali mabadiliko kwa maisha yako. Na utaona baraka za Bwana. Mtu asema amen. Amen. Mabadiliko ya mtu yanaanzia rohoni. Na kadiri utakavyogeuzwa, nimesema ndivyo utakavyoitwa. The more unachangiwa, the more hata watu walikupatia nickname, wataona huyu mtu si vile tulifikiria. Wenyewe watakupa majina mengine. The more Mungu anakugeuza, the more jina inabadilika. Yes. Praise the name of the living God. Amen. Mungu aliambia Abrahamu, watakuita mbarikiwa. Na si kumuita bure, wataona na wataanza kumuita namna hiyo. Mungu ageuze situation ambayo watu wamekuzoea nayo, mpaka wenyewe wakubadilishie jina. Yes. Kabla hujabadilisha mwenyewe. Amen. Praise the name of the living God. Amen. Maana tunaamini Mungu anayegeuza. Amen. 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 Wamekuzoea single, hata wewe unatengenezewa mtu wako. Amen. Si mtu aseme amen. Amen. Hallelujah. Amen. Siku moja waone hata wewe unasema yes I do. Yes. Kama walisema hata wewe one day utasema. Si ni kweli? Sinawezekana. Hata Laila aliaga lakini alisema yawezekana. Hata kama hakufikia kukalia ile kiti, alituambia yawezekana. Inawezekana. Believe it. Amini na itawezekana. All things are possible to them that believe. Shida ni kutoamini. The spirit of doubt ambayo inakaa ndani ya watu na inapandwa na shetani, ndio ukazuie Mungu. Maana mahali hakuna imani hakuna Mungu. Sema amen. Amen. Mahali hakuna faith, where there is no faith, huwezi ukapata Mungu hapo. God is not there. Maana vitu vyote Mungu ametengeneza kwa imani. Sema amen. Amen. Kuokoka, tunaokoka kwa imani. Yes. Na unakiri. Maandiko yanasema ukikiri ya kuwa Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kukiri kwa kinywa chako na uamini, utaokoka. Hivyo ulikiri, ndio Mungu anakutoa kwa madeni. Amen. Amini na utatoka kwa magonjwa. Yes. Amini na utatoka kwa hiyo maroho. Yes. Mateso ya kila aina. Maana hajawahi shindwa. Amen. Hajawahi shindwa. Praise the name of the living God. Amen. Shetani anakupandianga negativity. Ndio unaanza kudoubt. Unakuta umeanza kushuka badala ya kupanda. Sema nakataa. Kwa jina la Yesu. Pigia Bwana makofi mazuri. Katika jina la Yesu Kristo. So, kadiri utakavyogeuzwa ndivyo utakavyoitwa. Iwe ni biashara, iwe ni kazi, iwe ni ndoa, itakavyobadilishwa ndivyo utakavyoitwa na ndivyo itakavyokuwa. Wachawi wanatumia mashetani, majini kumgeuza mtu na kumtoa katika uhalisia wake ambao Mungu anakuwa amempa tangu asili, na wanamgeuza kuwa mtu wa ajabu sana. Unaona mtu alizaliwa sawa, lakini wachawi wamemgeuza. Watu wakaanza kumwita mwenda wazimu. Hakuzaliwa mwenda wazimu.
wazimu, lakini kageuzwa. Ninakataa kugeuzwa na watu walio na nia mbaya. Kama ulizaliwa ukawe mbarikiwa, hawatakugeuza ukawe masikini. Hiyo ni roho, iondoke kwenye maisha yako. Mungu akupe roho wa mafanikio. Upewe roho ya kukubalika. Upewe roho ya kupenya. Yaani roho ya upenyo, kila kitu kinaanza kupenya tu. Pokea hiyo spirit. Nasema pokea hiyo roho in the name of Jesus. Roho ya kisirani tunakataa. Mungu atugeuze na atupe roho ya tofauti. Sema amen. Maandiko yanasema and Caleb and Joshua, God gave them a different spirit. Wakawa na roho ya tofauti. Leo pokea roho ya tofauti. Watu wakilia shida, wewe utakuwa na roho ya tofauti. Mungu anageuza roho yako ndio akuinua, kubadilisha. Wacha kuona vitu vile watu wanaona. Watu wakiona impossibilities, ona possibilities. Yawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama hujakula jana inawezekana. Hata kama hujui utalipa nyumba nini, wewe sio masikini. Naona milango ikifunguka. Naona Mungu akitumana kwa ajili yako. Wacha kuweka mikono hivi, nyosha mkono, sema napokea. Sema yes. Praise the name of the living God. Amen. Sitajiita vile watu wanajiita, nimekataa. Nimekataa kwa jina la Yesu. Hallelujah. Niendie modheni ninalea, niendie nja. Mimi sio masikini, ninakataa. Nasema mimi si masikini. Majina yenu weka kando. I know who I am. Najua mimi ni nani. Yesu ameniita kwa jina lake. Nyinyi mtajiita, mnaweza kuniita kwa jina ya biashara yangu, maana mnanidharau, lakini thank God ameniita kwa jina lake. Mimi ni mshindi. Sikia vile anasema, I can do all things through Jesus. Ninayaweza mambo yote katika Bwana anitiaye nguvu. Atanipa nguvu ya kushinda hii. Atanipa nguvu ya kupitia hii. Atanipa power, nitapita katikati yao. Hata kama wameblock njia zangu, he will give me power. Leo kuna nguvu zitashuka. Utapewa nguvu na utapenya. Hata hilo unapitia litapita, na utashinda na utatokea. Inua mikono, sema napokea. Praise the name of the living God. So usikubali, hakuna mtu alikuumba. Hiyo situation ni ya muda tu na itaisha. Hilo ni wingu, sema ni wingu. Hata wingu la mvua linakujanga na linaondoka. Ingine ya jua inaingia. Hiyo wingu ya shida, mateso, si ya kukumaliza. Simama tu, utaona vile Mungu atafanya. Amen. Praise the name of the living God. Amen. Wakati mwingine unapita kipindi mpaka unakosa kujua ya kwamba ni kupita kinapita. Sema amen. Amen. Ambia mtu yale unapitia yanapita. Yanapita tu. Yasisimame, yaende kabisa. Yaende kiendanga. Pitia vizuri, maana unapita. Wapendwa, shida ambazo unapitia, thank God unapitia, si kukwama, ulikwama kwa hiyo shida. Sema amen. Amen. Hallelujah. Amen. Wapendwa, kukataliwa ambao nimepitia, thank God ni kupitia. Si ni sawa? Unaambia mtu usisimame hapo, pitia vizuri. Wangapi wanapitia bila shida? Wangapi watapitia bila kusimama? Amen. Ambia mwenzako kama unapitia usisimame. Salimia mtu, mwambie kama unapitia usisimame. Kama unapitia pitia kabisa. Tokea upande ule mwingine. Hata Bible inasema nijapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti, ni kupita, sitaogopa mabaya, maana wewe upamoja nami. Gongo lako na vimbo yako vinanifariji. I will fear no. Somebody shout fire. Sasa adui anakuhubiria, unasahau. Madeni si ya kukaa, haitakumaliza. Itapita, na kuna siku utakuwa unakumbuka, unaambia watu madeni yataisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe sijui kama umewahi zoea madeni. Umekopa duka mpaka unashindwa utaenda wapi. Amen. Sisi si malaika, hata sisi tumepitia. Umekopa mpaka ukakopa watu. Hiyo roho ikufe kwa jina la Yesu. Ikufe kabisa. Hallelujah to Jesus. Amen. Nilipoanza kanisa niliambia Mungu nisaidie, sitawahi kopa mshirika. Unibariki na ukaniinue. Amen. Maana pia hiyo ni kuwa mtumwa ya watu. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Maana ukikopa mtu unakuwa kama mtumwa wake. Mkipangana utalipa na hauna, unakwepa. Kweli ama si kweli? Kuna mtu hutumia njia ndefu sana kwenda kule, anaenda juu ya deni. Deni ni mbaya. Mkiona muikamate tuue hapa. Amen. Hiyo roho ya madeni tuchinje kabisa. Kabisa. Ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inafanya mtu anaacha kazi. Niliombea mama hapa, aliniambia pastor, hata hiyo kazi nimeacha. Juu ya nini? Ameniambia nimekopa watu, mwisho wa mwezi karibu waniue. Mshahara yangu yote wananingojea kwa gate, tunawagawania hapo, yote inaisha.
Sasa afadhali niwache. Nikamza na utawalipa aje? Mimi naama naondoka huko. Mama mwingine akanipigia simu akaniambia, "Pastor, niko Meru lakini nilikuwa naishi Nairobi." Nikatoka Nairobi nikaenda Meru. Nikamuuliza, "How comes ungetoka Meru kuja Nairobi? Mbona unatoka Nairobi unaenda?" Nilimuuliza tu hiyo. Akaniambia, "Pastor, nilikopa watu ikabidi nitoroke." Na nitoroke mbali mahali hawanijui. Nilienda Meru bila kujua na niambia hivyo, nikakomboa nikajificha huko. Badala ya kujificha Mungu akutoe kwa hiyo. Amen. Hata huko maana ni spirit itakuandama na utakopa watu. Amen. Utajifungianga nyumba watu wakifikiria huko, kumbe uko ndani, landlord asikuone. Hiyo roho nakataa. Yes. Nasema hiyo roho nakataa. Yes. Badala uiogope, ikabilie, iangalie macho kwa macho, mwambie today I will not fear you. Yes. You must die by fire. Yes. Kama ni roho umetupiwa, hiyo ninaingoa leo. Na wewe na kutumia roho ya mafanikio. Yes. Roho ya mateso iondoke. Kwa jina la Yesu. Shetani ni mjanja. Hii ni spirit. Kama ni spirit inaweza ondoka. Sema amen. Amen. We can cast it out. Yes. Na badala yake tunaweka roho ingine. Amen. Sema roho ya umasikini iende. Roho ya umasikini. Roho ya kibali na baraka ikuje. Roho ya kibali na kila baraka. Wakati unapoomba, kataa roho ya kuchanganyikiwa. Kataa roho ya umasikini na ufukara na magonjwa. Ita roho ya mafanikio. Nasema Bwana wafunike na roho ya mafanikio leo. Boma yako ifunikwe na roho ya mafanikio. Roho ya matatizo tunaikataa. Hapa mlima wa moto, roho ya mashida, maradhi, mateso iende. Roho ya mafanikio ishuke na kila moja nyota yake ianze kung'aa. In the name of Jesus. Amen. Mahali maadui walikuweka, Mungu aanze kukunyanyua. Yes. Mungu aanze kukuinua. Yes. Mungu aanze kukupigisha hatua. Yes. Katika jina la Yesu. Hata kama hujaanza safari, naona ukibarikiwa. Naona Bwana akikushika mkono. Yes. Wacha nikutabirie, Mungu ataleta watu kwa maisha yako. Yes. Watatumika kukuinua. Yes. God will command men and women and they will come on your way. Yes. Usishangae utatoka aje kwa madeni. Yes. He will command men and women. Yes. They will come to you. Yes. Watakuinua. Yes. Praise the name of the living God. Maana Mungu anapotaka kuinua mtu anatuma watu. Kweli ama sio kweli? Shetani akitaka kukumaliza anakutumia watu pia. Uliza mwenzako, rafiki ni nani? Rafiki ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Maana anaweza kuwa ametoka shimoni ama kwa Mungu. Marafiki wako, hata wazungu wanasema show me your friend and I will tell you who you are. Marafiki zako ndio wewe. Unakanga na watu wa Moshene, maana wewe ni wa Moshene kabisa. Amen. Ungekuwa unachukia Moshene ungekaa na wao. Yes. Tuambia nini tu ukweli kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu apendi Moshene, akisikia Moshene anasikia kama anawaka moto. Amen. Utamuondokea saa ngapi? Amen. Sisi hatununuangi vitu havitusaidii. Hiyo ni ya kukurudisha nyuma. Kataa mapema. In Jesus name. Maana atakupandia hiyo roho. Yes. Watu nao kaa na wao sana unaridhi roho yao. Yes. Kaa na mhubiri sana utaridhi roho yao. Yes. Hey! Hey! Yule anakutenganisha na mhubiri, ukae na yeye utaposesi tu roho yake. Yes. Na hutaenda mbali. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu niliuliza swali moja, alibadilika tu siku hiyo. Nilimuuliza, nimekaa na wewe, nimekusaidia, akaniambia ndio. Aliyekutoa kwangu akakwambia Pastor Chalo ni mbaya. Kuna vitu alikusaidia nazo ama niyo kukwambia niko mbaya? Akaketi akaangalia akasema kweli mimi ni mjinga. Maana huyu aliniambia ubaya wa huyu na huyu amenisaidia na sijawahi ona. Mimi nimemsaidia, mimi nimemlisha, mimi nimemvika, mimi nimemfanyia. Mtu mmoja amekaa akampa Moshene akaacha kuja. Akaacha kunikaribia, akaacha kunipigia. Nikamuuliza, mwenye alikutoa kwangu kuna kitu moja alikusaidia nayo isipokuwa Moshene? Akaangalia akasema, "We, kweli huyu aliniletea tu mashetani. Haja nisaidia." Amen. Na maandiko yanasema and my people perish due to lack of knowledge. Moshene inakudisconnect kwa Mungu. Yes. Unasahau na mtu mpaka kukuosha amekuosha. Siku na watu umesaidia na wakakuacha juu waliambiwa mabaya yako. Kweli ama sio kweli? Yes. Lakini kwa ujinga wa kishetani wakakuepa. Yule alifuata hajawahi msaidia mpaka wa leo. Mpaka anakumbuka wakati alikuwa best yako. Amen. Mulimpeleka kwa hoteli mnakula, mwenye alifuata hata hana kitu ya kumpeleka kwa hoteli. Yes. Mbona mumenyamaza? Hata wewe umeanza kufikiria kweli hii ni ujinga. Niliambiwa ukihubiri watu wanyamaze, jua imeanza kuwa ina digest.
Unaweza fanya ujinga na ujui. Sikiza, kuna mama anatutembeleanga hapa, ninampenda sana. Sikiza, halikuja hapa kwangu, hata labda ananitazama, huwa ananiwatch sana. Akatuambia hivi hapa kwa ofisi, pastor, wacha nikwambie, kuna mtu ananisaidianga sana, amenipa mpaka nyumba, amenisaidia watoto wangu kuingia shule na anawasomesha, anawalipia school fees every time. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwingine akakuja kama nabii, akaniambia huyo mtu unakaa kwake ni mbaya, na huyo ni devil worshiper na anakusacrifice na ameharibu. Akaangalia vile maisha yake imebadilika, ana mume, ana mbele, ana nyuma, na huyo anamrefund everything. Akakuja hapa nimuombe na nimuambie na nimuonee kama huko anakaa ni devil worshiper. Nikakwambia mwenye alikuja kukwambia huyu ni devil worshiper, huyo ndiye devil worshiper. Devil worshiper ni mwenye kuletea mshene. Huyo anakuambia toka kwa hiyo nyumba. Kuna nyumba amekupea ukakae, atalipia watoto wako. Kuna kitu atakusaidia. Gusa mtu, mwambie saa nyingine tumia akili. Tumia akili. Ambia mwenzako tumia akili, usimuongope, tumia nini? Amen. Alitoka hapa akanipigia simu, alipotoka akaniambia, pastor, ishi milele, umenisaidia. Amen. Akaniambia huyo mtu alinipigia simu, nikamwambia hiyo simu usiwahi piga tena. Hata akikuja kukutembelea hajawahi kuletea sukari kilo moja. Ananiambia mwenye amempea nyumba hata ni pastor, na ni pastor mzuri sana. Ananiambia Sunday saa zingine anafanyanga shopping, anawaambia wanangu bebeni mkakule, na anamsomeshia watoto. Alafu unaambiwa devil worshiper. Hey! Ni kuamuka, utaamuka hiyo akili yako. Sio lazima uongozangwe na watu. Hata wewe mwenyewe una akili, tumia. Yes. Nasema tumia. Amen. Pigia Bwana makofi mazuri. Unaona kama ni mchezo, utaona. Hapa ameniambia pastor tafuta mtu anitafutie mbuzi, nataka kuleta mbuzi hapo ya Thanksgiving. Umenisaidia. Yaani kwa hayo maneno tu anataka kuleta mbuzi ni kule. Maana watu wanaweza wakakupotosha. Wacha kufuatana na watu, tuuliza Mungu. Amen. Omba Mungu. Amen. Sema amen. Amen. Mungu atakusaidia. Yes. Watu watabaki kuwa watu. Yesu amehubiria watu na watu ndio wamemuua. Yes. Wanakaa njaa, anageuza samaki zinakuwa mingi, wanakula na bado wanasema mba. Na usiwahi tamani kila saa watu wakuambia wewe ni mzuri, wewe baba, wewe sawa, wewe As long as you are Christian, kama upigwi vita hakuna mahali unaenda. Kama usengenywi hakuna mahali unaenda. Amen. Kama uwekelewi hakuna mahali unaenda. Yes. Yeyote ana impact atasemwa mabaya. Yes. Wewe patiwa ile kiti ya rais ukalie siku moja, tutakuzika kesho yake. Amen. Mara unaitwa Kasongo, mara unaitwa Kaongo, mara unaitwa mpaka watoto jioni unakuuliza, daddy, wewe ni Kaongo. Sasa hata nyinyi angalieni. Na nyinyi majenzi mjue hata wakubwa wanakuanga na watoto wao. Si ni sawa? Saa zingine wasameeni jameni. Si kutetea, lakini saa nyingine hata wewe angalia familia. Watoto wamekaa hivyo, hata wanaenda TikTok, wanaona vile mumeweka mzee kwa jeneza. Sitetei mtu, lakini hata nyinyi angalieni. Si mnaona? Alafu upewe hiyo kiti, ukalie wewe. Ambia mwenzako kuwa na roho kubwa. Kuwa na roho kubwa. Usipokuwa na roho kubwa kuna mahali utawahi fika. Wewe ile plot unakaa ukosane na mtu, ukikosana tu na mtu unaama. Si utaama hii adhiriva yote. Utoke uende sijui kona gani, uame mwisho utaenda kukaa ushago. Hata ushago hawakubembelezi, uko hata huko wakuongea, utaenda wapi? Mahali hakuna shida ni uzikwe tu. Pia kuzimu kuna shida. Pia kuzimu kuna shida. Hata kuzimu kuna shida. Unaenda wapi? Vumilia duniani. Vumilia duniani. Duniani kuna shida, lakini Yesu anasema ninaomba usiwatoe kwa hii dunia. Wape neema ya kupambana. Sema amen. Sema amen. Amen. Pigia Bwana makofi.
Kile unahitaji ni ugeuzwe ukawe mtu wa kupambana. Pokea nguvu ya kupambana na hiyo hali. Pokea nguvu ya kupambana na hiyo situation. Maandiko inasema watapigana na wewe lakini hawatakushinda. Kila wakati wewe ni zaidi ya washindi. Hata wakupe kombe kwa hiyo biashara, wewe simama, utatoboa, utatoboa, utatoboa in the name of Jesus. Usitishike juu wameinuka na wewe unaomba Mungu na unajua waendangi kwa Mungu. Wanaendea ile maji ya majeneza ya kuosha maiti. Ndio wanatumia huko kwao. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe na wasiwasi, ambia mwenzako ni ya muda. Ni ya muda tu. Kuna kautajiri ka muda, watafilisika na wewe utainuka, watashangaa. Laana ikianza kuwakula itawalamba wote. Yes. Moadhi momanga imemetala. Moka kabola lakini na momoka. Baraka za Mungu zina mutaratara. Zinaweza kuja pole pole lakini ukiingia kwa hizo baraka kabisa. Hai ndo adhi. Amen. Umeinuka. Amen. Sema amen. Amen. Ambia mtu acha vitu za haraka haraka. Acha vitu vya haraka haraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Nasema hallelujah. Amen. Bado huko kwa nyumba, salimia mtu mwambie na hii yote ukigeuzwa mambo yatakuwa tofauti. Amen. Geuzwa bwana. Amen. Ukigeuzwa hautaongea vile ulikuwa unaongea. Kama uliokoka na unautusiana ile matusi ya zamani, bado hujakutana na Yesu. Amen, zimepungua sasa. Yes. Amen. Amen. Mtu ambaye aliokoka na alitolewa kwa ulevi na anakunywa, aligeuzwa. Bado huyo mtu hajageuzwa. Mtu aliyegeuzwa ametoka kwa hali ya zamani, ameingia kwa hali nyingine mpya. Wacha kutusi watu vile ulikuwa unatusi. Wacha kusengenya watu. Wacha kutembea kwa nyumba za watu ukiwapelekea mshenea. Wewe hujageuka. Wewe ndiye shetani. Tukikemea shetani ni wewe unakemewa. Yes. Bandilika. Yes. Kuna mtu akisikia kitu ya mtu hata anasikia kama anauma. Tutamaliza saa ngapi chachi? Amen. Hata anachukua kasimu anaanza kutest. Leo huko nikitoka chachi nikuje. Ni mshena inamunini. Wewe bandilika. Inawasha. Ungesikiza kule biashara zinashika uambie watu. Hizi vitu hazina maana, wachana nazo. Maana hazitaisha, ziko. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hata kuna mama alileta mafuta ya pesa mingi na akaanza kupaka Yesu. Sinakumbuka. Mwanafunzi mmoja akakemea akasema hii inafaa tuuze tupee maskini. Yesu akakasirika akasema maskini hawatawaisha. Mtakuwa na wao dunia ngapi? Hii kitu kizuri ameamua kuja tu kufurahia. Na kuna watu usikia vibaya sana wakati hata mhubiri anabarikiwa. Ameanza kunona sadaka zetu. Hivyo mnacheka hiyo kitu ni kama mnakajua. Hivyo ameanza kuvaa tumetoa kweli. Si ni kweli? Si watu wako hivyo. Sasa jameni tutafanya aje? Mungu aliambia Musa, nimekuruhusu, nimekuteua watu wakuletee fungu. Sema amen. Amen. Wakuletee sadaka, wakuletee zayari, wakuletee thanksgiving, wakuletee. Maana hiyo ndio malipo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna kajamaa nimeona kameandika kwa TikTok. Kameandika sasa, pastor alituambia tutolee Mungu, ikatoa jina ya pastor. Sitatoa tena, nataka nitoe iandike jina ya Mungu. Sasa jameni, majenzi jameni. Simwache kwenda too much. Unawezaje toa sadaka iandike jina ya Mungu? Si Mungu ako na representatives. Nani anasimamia Mungu? Mungu amesema pokea kwa niaba yangu. Mungu hana mdomo wa kukula, mtaniletea nikule, Mungu atafurahia amekula. Sipigie Bwana makofi na wacha hasira. Bwana asifiwe sana. Amen. Pigia Bwana makofi yaliyo mazuri. Pigia Bwana makofi yaliyo mazuri. Hallelujah to Jesus. Kwa hivyo wanatumia mashetani majini kugeuza mtu na kutoa mtu katika uhalisia wake ambao Mungu ameshakuwa amempa tangu asili. Na wakimgeuza huyo mtu anaanza kuwa mtu wa ajabu. Yaani mtu anaanza kuwa wa ajabu. Vile ulimzoea sio vile yako. Sema amen. Amen. Leo ndoa zimeharibika maana vile mtu alikuwa amegeuzwa sio yule tena.
Mtu alikuwa anakuja kwa nyumba kila siku, leo siku 3 anamaliza afiki kwa nyumba. Where is your husband? Siku hizi simuelewi. Mungu akamgeuze kuanzia leo. Yes. Nasema Bwana akamgeuze kuanzia leo. Yes. Katika jina la Yesu. Siri ya kubadilishwa. Ukitaka kubadilika, siri ya kubadilishwa number 1. Shughulika na Roho Mtakatifu. Ambia mtu shughulika na Roho Mtakatifu. Shughulika na Roho. Sasa wengi tulikataa Roho, ndio sasa na Roho ndiye ugeuza. Amen. Hata wakati Yesu amepaa mbinguni aliambia wanafunzi, ngojeeni msubiri mpaka nitakapotuma Roho atakapokuja. Na wao walianza kukutana tu na wakiomba. Maana bila Roho mambo yako itakuwa ngumu. Bila Roho utakwazwa na watu na utawatusi. Utavua manguo tusi watu tushangae kama ni ule mama kanisa. Tushindwa ni kama ni ule mtu anaimba hapo kwa sifa. Tushangae kama ni ule hasha. Uko kazini matusi umeachilia mpaka watu wanasema hata shetani hawezi toa hiyo. Mpaka shetani anaangalia anasema, hiyo ni kali hata si mimi. Hapo si mimi. Amenipita. Kuna watu wametukanana mpaka wamepita shetani mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shida walikataa Roho, na Roho Mtakatifu ndiye ugeuza watu. Kanisa yeyote haina Roho, imejaa dhambi, imejaa mateso, imejaa vitina, imejaa kila kitu. Ambia mwenzako ruhusu Roho. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kuwa mtu wa kugeuzwa ni Roho. Roho Mtakatifu ndiye ugeuza watu. Inua mkono sema Mungu nijaze na Roho Mtakatifu. Kwa serious sema Bwana Roho Mtakatifu asiondoke juu yangu, nigeuze, nibadilishe. So siri ya kubadilishwa, shughulika na Roho Mtakatifu. Ya pili, mtumie Roho Mtakatifu. Ukiona mtu amebadilika, ujue Roho amembadilisha. Kuna roho inaingia ndani ya mtu na inamfanya kuwa mtu mwingine. Kila aliyebadilika kuna Roho iliyembadilisha, na ninaomba Bwana kabla ibada haijaisha atume Roho wa kugeuza mambo yako, hali yako. Ukitoka hapa vitu vyako vibadilike, hanga yako ibadilike. Huo ugumu unaangalia kuna mahali pesa inatokea, Roho Mtakatifu ageuze, opportunities zianze kupatikana, hata hiyo simu ianze kuingiza pesa, marafiki wazuri waanze kuja, hiyo roho ya ugumu igeuke. Leo tunashughulika na Roho Mtakatifu. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu. Pokea. Amen. Sema amen. Sema kuanzia leo mambo yangu iwe ya tofauti. Haleluya. Amen. Ukitaka kwako kubadilike, kuache kukaa kama kwa John Cena, vita, matusi, nini, kubali Roho haingie huko. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukipiga magoti uombe watoto, ambia Bwana Roho hawajaze. Amen. Sema amen. Sema natuma Roho awafuate hata wakiwa shule, hata kwa ndoa zao. Roho wa Bwana. Watu tuliokoka tukafungia Roho. Usifungie Roho Mtakatifu nje. Roho ndio kila kitu. Roho wa Mungu ndiye utusaidia. Roho wa Mungu ndiye utubeba. Roho wa Mungu ndiye utufundisha kuomba. Hata bila Roho huwezi omba. Usikubali kuzuia Roho. Kubali Roho akujae. Amen. Mtu aseme amen. Amen. Wangapi watatamani Roho Mtakatifu leo? Roho wa Bwana ndio kila kitu. Geukia mwenzako, muulize ulijazwa na Roho? Muulize ulipookoka ulijawa? Ama niwe ile dini sote wakati tuliokoka tulijawa, tuko na Bwana tunatembea naye, na bado unasengenya watu, hauna Roho? Amen. Amen. Bado unaiba. Ukiwa na Roho hata kuiba fungu itakuwa unasikianga ndani yako kuna kitu nakwambia umefanya vibaya. Lakini wengine walimuzima ndio aongeangi. Kuna mtu amtolei Mungu na ako sawa kabisa, asikia kama ako na shida. Kabla tumaliza ibada uokoke. Situambiane ukweli. Ukiwa na Roho ukosa kufanya kitu unasikia ukihukumika. Kweli ama si kweli? Umewahi fanya kitu mpaka ukiwa peke yako unajuza, haki nilifanya nini? Niliongea aje? Haki nilifanya. Kama hujawahi feel kama umekosea mtu we mwenyewe, jua unakuanga na kaso. Tunaelewana? Umewahi koseana na mtu na niye amekukosea mpaka unasikia na feel kama mimi nimemkosea. Huyo ni Roho ako ndani yako. Wengine walimuzima hata tuweke test haiwezi waka. Maana Roho alikanyanga chini kama mguu ya ngari.
nakuona. Bwana Yesu asifiwe. Uliza mwenzako, tukipima kuna katawaka hako katesta. Tukisema tunapima roho, wewe mnaonaje area hii? Tukisema pastor leo apewe testa ya kupima roho, hapa tutajaza watu hapa tukiwasha tena. Amen. Nani hapa utatusiwa ukose kutusi? Unaweza tusi mtu ushindwe hata kwa nini umemtusi. Atakuita vitu hata kwa dunia hii yaziko. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna mkorino kule Murang'a alikuwa anasema shoka na mwili shikata kwa na mwili. Yaani sikikuja na mwili zinafukuzangwa na mwili. Anamaanisha uwezi muweka ngumi ya kuacha. Wewe ukiamua tuende hapa mnaweka Bible chini mnaenda wapi? Mwingine alisema umenitusi, umenipiga Yesu tunawekanga chini kwanza. Huyo wako wa kuweka chini jameni sio yule Yesu tunajua. Yes. Yesu wetu tuko na yeye. Yule wako wa msalaba unaweka kwa stulu, ukilala unamchukua asubuhi ukienda kazi ndio unamvaa. Huyo sio wetu. Wetu hata tukilala tuko na yeye. Yesu wetu hayuko kwa hako kama msalaba unavaa. Tunaelewana? Uko sawa? Hallelujah. Amen. Si mafundisho ni mazuri kabisa. Pigia Bwana makofi mazuri. Na hiyo ndio umuhimu ya kufika kanisani mapema, maana utafundishwa. Hii ni ibada ya muhimu. Kwa hivyo shughulika. Kuna roho inaingia ndani ya mtu na inafanya mtu anakuwa mwingine. Kila anayebadilika kuna roho iliyombadilisha. Sema amen. Haya, ukipona ufahamu unakuwa umepona maisha kwa ujumla. Ukitaka kumsaidia mtu, msaidie namna ya kufikiria au kutenda. Hauwezi kubadilika kama akili haijabadilika. Guza kichwa chako, sema Mungu nibadilishe jinsi ya kuwaza, kufikiri vitu. Nifikiri vitu tofauti. Nione vitu tofauti. Na mimi nakutabiria kuanzia leo Mungu akupe macho ya roho. Usione kushindwa, ona kushinda. Usione kama mtu wa kawaida, ona kama mtu wa rohoni. Mtu wa rohoni anaona aoni failure, anaona ushindi. Praise the name of the living God. Aoni kifo, sema amen. Yesu maana alikuwa amegeuzwa alipofika kwa Lazaro, amekufa nako na siku 4 na ananuka kaburini. Ndio Biblia inasema. Hallelujah. Yesu kwanza aliambia wanafunzi, twende nikamwamshe Lazaro, maana amelala. Wanafunzi wanamwambia kama amelala muache ataamka tu. Amen. Lakini Yesu alikutaka kuonyesha kuna saa zingine unafanya hiyo situation yako kubwa. Andala mambo ye mwazi nimekio minavyo. Walio niroga walinimaliza kabisa. Wacha kusema hivyo. Walio kuroga ni kubahatisha bwana. Utapona iwarudie na iwagonga washangaa umetoka wapi. Wewe ndio unawapa nguvu. Mukamba anasemanga mwenye alikuroga ni kama alikuroga na akakufa. Sasa inamaanisha hivyo kufunguliwa ni ngumu. Sema amen. Hakuna ngumu kwa Yesu. Hakuna linaloshindikana kwake. Sema amen. Angalia shida vile imekukula, hamua we mwenyewe kuanzia leo. Si tuna baba? Kumbusha mtu tuna baba. Tuna baba. Tumetoka kwake. Tumetoka kwake. Hakuna mtu alikuja kwa hii dunia by mistake. Hata kama mzazi alilepiwa ukazaliwa, Mungu alijua utakuwepo. Sema amen. Na kama prodigal son alikula na nguruwe mpaka siku moja akajiambia, sitakufia hapa na kwa babangu kuna kila kitu. Nitatoka hapa nitaenda. Hata mimi leo narudi kwa dadi. Sitaishi kwa nyumba zinakaa na babangu ni milionea. Hata mimi anipe urithi wangu. Inua mikono sema hata mimi. Hata mimi. It is all by faith. Na utaona vitu vikichange. Umetoka kanisa, mtu ametoka kwa ulevi, kesho atakuwa kazi. Wewe unatembea huna kazi. Tunawang'oa kesho ukienda opportunity yako haipatikani. Yes. Huyu baba ukienda kesho akutangulie mbele. Yes. Na Mungu ni waajabu. Kuna watu wanaweza futwa ndio uingie. Na leo naomba wale wanafaa kufutwa wafutwe. Ndio mnyinyi mkaingie. Susema amen. Amen. Susema amen. Amen. Sinawezekana? Na Bible inasema since the days of John the Baptist the kingdom of God suffers violence, and the violent shall take it by force. Pia mwanzako chukua kazi yako by force by fire.
Inua mkono juu, tutabiri na wewe. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kama baraka yangu. Kama baraka yako. Kuna mtu amekalia. Kuna mtu amekalia. Kama ofisi yangu. Kama ofisi yangu. yangu. Ni mtu amekalia. Mtu amekalia. Kama gari yangu. Kama gari yangu. Kama shamba yangu. Kama shamba ni mtu amekalia. Ni mtu amekalia. Imefika mwisho. Imefika. Leo ninamtoa. Leo natoa. Ninaendea. Naendea. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Unajua kuna watu wamekalisha vitu ndio ugundue. Ukigundua uanze kuomba, wanaondoka, unapewa. Hakuna shamba ingine inatengenezwa. Mungu alitengeneza. Shamba yako labda saa hii ni ya kamzee fulani mahali. Sema amen. Amen. Kila kitu ambacho unahitaji kuna watu wako nacho. Kuna watu wamekalia. Unahitaji kuinua viwango vyako vya vita vya maombi. Waachilie, sema waachilie kuanzia leo. Waachilie kuanzia leo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Basi pigia Bwana makofi yaliyo mazuri. Yaliyo mazuri. Haitoshi, pigia Bwana makofi yaliyo mazuri. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ukiona mtu kabadilika, kuna roho imembadilisha katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya, namaliza na faida kuu tatu. Faida kubwa tatu za kumtumikia Mungu. Faida ya kwanza, faida za kumtumikia Mungu. Haleluya. Number 1, ukimtumikia Mungu. Amen. Kuna hakikisho ya kwamba baada ya haya maisha utaenda mbinguni. Amen. Utarithi ufalme wa Mungu. Sema amen. Amen. Maana kuna mahali kunaendangwa. Watu walisahau. Tunahubiria mambo ya kupona, kazi, kutabiriwa, whatever. Tunasahau ya kwamba kuna siku ya kiyama. Unapomtumikia Mungu, kuwa na uhakika utaenda wapi? Mbinguni. Salimia mtu, mwambie tutakuwa na wewe mbinguni. Mbinguni. Ama wewe ni wa hapa, unataka tu mashamba ya hapa, utaki ya mbinguni? Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tutakutana huko hata kama hatuendi saa hii? Yes. Sasa leo watu hawahubiri mambo ya mbinguni tena. Mimi wakati wangu wa kuokoka ulikuwa unatishwa kwa crusade mpaka unaokoka mara ya pili na ya tatu. Unaweza toka hapa umekataa Yesu, hiyo nyumba inajengwa hapo, jiwe itoke ikumalize saa hii. Unakimbia mbele. Unaweza toka hapa ukivuka barabara, mtu wa boda apite na wewe, maana umekataa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tulihubiriwa mambo ya kwenda mbinguni. Leo hii hata kuna kanisa mbingi unasikia mambo ya mbinguni. Si ni kweli? Kumbusha mtu bado tunaenda mbinguni. Na Yesu ametuita tutayarishe kanisa lake, ambalo ndio biharusi wake. Akuje kuoa kanisa. Simwambie tena kumbuka tunaenda mbinguni. Kumbuka tunaenda mbinguni. Na huko hakutaingia ambacho sio kisafi. Wewe kaa na mambo yako tu. Kaa bila kutaka kusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Kaa tu ukisababisha watu wavutwe kazi. Fanya vile unataka, lakini nakwambia mwisho wako ni ya Bwana Yesu asifiwe. Pigia Bwana makofi. Hiyo ya kwenda mbinguni mbona hamtaki? Kuna nabii mmoja amehubiri, mimi naonanga vitu kwa mitandao nacheka. Amesema mimi nikiwekewa pesa hapa na mbinguni nachukua pesa, na ni pastor. Mimi niwekewe hela hapa na mniwekee mbingu, mimi nachukua hela. Naambia Mungu ngojea, mimi huko sikuji. Hai, bado mpo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ambia mwenzako mbinguni kunaendwa. Mbinguni twaenda. Na usiwe wa makanga. Makanga anasema Nairobi 100 na ukiingia kwa gari hayuko. Wapiga daladala si unajua? 50. Hata ukiingia unakuta mwingine ndiye anakulipisha na kuambia si uliniambia 50? Si mimi. Kumbe mwenye alikuwa anakuambia aendi. Hiyo ilinifunza. Nikiingia gari nilikuwa naangalia dereva ama makanga wa kuenda na gari. Maana mtu atakulipisha hapo chini, bora uingie, si ni sawa? Anajua mtapambana ukiingia. Uliza mwenzako unatuzindikisha ama tunaenda? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si mambo ya ubiriwe jameni. Maana pia Yesu ako karibu kuja kunyakua kanisa. Angalia vile mambo. Zamani haungeona mtu anatusi mchungaji kwa mtandao, na leo ungesikia mhubiri ameuawa. Leo nimesikia mwingine amechinjwa kama kitu kingine. Simesikia yule wa pale mwenye alichinjwa na anaishi kwa compound ya kanisa. Watu wanalipwa, wanamtoa, wanamchinja, wanamkata mashoka. Mhubiri. Hata mlevi auawi namna hiyo akitoka kwa ulevi. Mlevi anatoka anaenda akiimba nyimbo zake, anaanguka kwa mtaro.
na anafika kwa mke wake. Kweli ama si kweli? Lakini mhubiri amekusaidia, amefanya mambo, sababu ya vitina na vitu havina maana, watu wanaenda wakamuua. Sema shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Na siku moja akufe, si ni kweli? Moto wa jehanamu unamsubiri. Amen. Pigia Bwana makofi. Nataka nimalize, tuingie. Ukitumikia Mungu, ya pili, ufi haraka. Ambia mwenzako ukitumikia Mungu kufa haraka no. Hizi premature death ni kwa sababu watu walikataa kumtumikia Mungu. The moment you serve God, hakuna kufa haraka. Sema amen. Pokeeni maisha marefu kwa jina la Yesu. Tumikia Mungu, uishi maisha marefu. Wewe kuja tu kanisani, wacha waende happy zao. Si wanaendanga happy? Kesho watakuuliza mkuu wa kazi, na ulikuwa wapi church? Na wao tulikuwa Tao, tulikuwa Uhuru Park, tulikuwa wapi? Tulikuwa tunajipa raha, jipe raha, lakini utawazika. Hao watakuacha hapa hapa. Kutumikia Mungu ina uhakikisho utaishi maisha marefu. Amen. Kwa hivyo hata hapa hatupotezi muda. Tunatafuta kuishi maisha marefu. Ya ufi haraka. Ya tatu, unapotumikia Mungu uzeeki haraka. Wewe angalia ulipoingia kanisani kutoka ukiwa msichana. Wale wasichana ulikuwa na wao wengine ni mashosho saa hii, tuambiane ukweli. Mimi saa hii ukinionanisha na mtu tulisoma na yeye wengine utashangaa. Nitoguka. Kutumikia Mungu uzeeki haraka. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe mwanaume uliacha mke wako ndiye anaendanga kanisani, wewe uendi kanisa, katabaki kuwa karembo, wewe utabaki kimuzee na utaachwa. Nani atakaa na kimzee kimeanza kuinama hivi na mtu ndiye anaendelea kuwa mzuri? Kutumikia Mungu hakuna kuzeeka haraka bwana. Tunaelewana? Angalia, hata unaangalianga kanisani wa mama wasichana, unaona wote wamefana. Hata ujue mama ndio wagani, wasichana ndio wagani, sababu ya kutumikia Bwana. Ukitumikia Mungu uzeeki haraka. Wewe toka kanisa enda ukae miezi 4 na urudi hapa, watu watakushangaa. Madhe habari. Mpaka uanze kutusi watu. Umekaa kimadhi. Kutumikia Mungu uzeeki haraka. Situpigie Bwana makofi. Hallelujah to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe kanisa. Simama kwa miguu yako. Hiyo tufikisha hapo. Inulia Bwana mikono, na kulingana na ufunuo ambao umepokea. Huo ufunuo umepokea, anza kuomba ukitaja mambo mbele za Bwana. Nataka tu inue mikono yako na uanze kuongea vitu mbele za Bwana. Maana tunaingia katika ibada nyingine immediately katika jina la Yesu Kristo. Inua sauti yako tu. Rabashanta, waongoze na hiyo maombi ya hizo vitu tumesoma sasa hivi. Dakika kama 3 hivi tuingie kwa ibada. Rabado shakata yandalabazaya. Kumtumikia Bwana, kumtumikia Bwana. Asante. Panda kwa madhabahu, waongoze katika hiyo ibada. Kila moja inua sauti. Usingojee hata akuombee, omba maombi yako. Ambia Bwana, nataka nikutumikie. Kutumikia Mungu ni kufanya yote unayofaa kama Mkristo na utafanikiwa. Kila moja inua tu mikono yako mbele za Bwana na uanze kuongea na Mungu, unapomwambia kwamba akakusaidie hiyo neno ambayo umesikia, ukaweze kuichukua na kuifanyisha kazi, ili ukaweze kuurithi ufalme wa mbinguni katika jina kuu la Yesu Kristo. Inua tu sauti yako, ongea na Mungu, mwambia kwamba akakusaidie, akaweze kukuondolea udhaifu wote ule ambao utakunyima kuona mbingu katika jina kuu la Yesu Kristo. Ambia Roho wa Bwana akakutakaze, akakusamee yote yale ambao yanaweza fanya usiweze kurithi ufalme wa mbinguni katika jina kuu la Yesu. Inua tu sauti yako, tuambie Bwana akaturehemu, tuambie Bwana akatumbie mioyo safi, tuambie Bwana akatupee mioyo ya kunyenyekea, ili tukaweze kuona ufalme wa mbinguni katika jina kuu la Yesu. Inua tu sauti yako, tuambie Bwana tunamhitaji kila saa, tunamhitaji kila wakati katika maisha yetu, kazini, katika mahali popote tutakapoenda. Tunahitaji huyu Yesu akatuongoze. Tunahitaji rehema za Bwana zikawe pamoja nasi. Tunahitaji neema yake Mungu ikawe pamoja nasi.
tunaponguzwa, tunapoumizwa, tukaweze kuachilia na kusamehe katika jina kuu la Yesu. Inua tu sauti yako, ambia Roho wa Bwana akakutakaze, akakuumbie roho mpya, akakupatie moyo wa nyama, moyo ambao ni wa kubondeka na kunyenyekea, ili tunapoita Bwana akaweze kuzusha mbingu katikati yetu na mambo yakaanza kutendeka katika jina kuu la Yesu. Tukataa kila roho yote ya ungumu wa moyo katika jina kuu la Yesu Kristo. Kila mmoja anza kupigana na roho ambayo sio ya kutoka kwa Mungu katika jina kuu la Yesu. Uzito wa moyo, ambia Yesu akaweze kuondoa, ili tukaweze kupata nafasi mbele zake katika jina kuu la Yesu. Inua tu sauti yako, ambia Bwana akatusaidie. Tusaidie Bwana wa majeshi. Ninajua Bwana umezungumza nasi, na hiyo neno Bwana limenguza moyo wa mtu. Inua tu mikono yako kama hiyo neno limekunguza. Ambia Bwana Yesu, ni asante kwa ajili ya hiyo neno likaweze kufanya kazi katika maisha yako. Ukachukua hatua ya imani na kuanzisha hiyo neno kufanya kazi ndani yako. Na ninajua kwamba Mungu atatenda mema, atatenda makuu katika jina kuu la Yesu. Tunasema ni asante Bwana. Asante kwa ajili wote ambao wamefika katika ibada hii. Wainue Bwana, watende mema katika jina kuu la Yesu. Tunafungua hanga mahali hapa katika jina kuu la Yesu. Tunakamata maroza, kukamata mawazo ya watu. Wengine wamefungiwa sikuje katika ibada. Tunafungua katika jina kuu la Yesu Kristo. Tunakata mawasiliano ya kuzimu mahali hapa katika jina kuu la Yesu Kristo. Ninajua kwamba sio wengi wanaenda kanisa wakiwa na nia njema, bali Bwana kuuliza wakati huu Bwana, takaza hanga hii, takaza hanga hii, takaza watu wako, takaza mioyo yetu, takaza mawazo yetu, takaza nyumba hii kutoka kwa mlango hadi kwa madhabahu. Baba, tunanyunyiza damu ya Yesu, tunanyunyiza damu ya Yesu, tunaweka ukuta wa moto wa damu ya Yesu ukaweze kutawala. Waliofungwa Baba wafungue, hata walio manyumbani wafungue Jehova, wakaweze kuja kuabudu jina lako katika jina kuu la Yesu. Tunasema ni asante, kwa maana hakuna Mungu kama wewe. Inulia Bwana mikono yako.
maisha yako. Ni hali gani ambayo unapitia wakati huu? Inua tu mikono yako niye na Mungu. Mwambie kila ambacho unapitia, mwambie kila ambacho unahitaji. Ako katikati yetu, anangojea ukamwambie kila ambacho unapitia, kila ambacho unahitaji katika ibada hii. Funua kinywa chako, fungua kinywa chako. Ongea na Baba, ongea na Baba. Ako tayari kukusikiliza. Ako tayari kuachilia majibu. Ako tayari kukutendea. Ako tayari kushuka kwa ajili ya maisha yako. Anasema ya kwamba anaachilia malaika, anaachilia malaika wakalete majibu ya watu wa Mungu mahali hapa katika jina kuu la Yesu. Kila ambacho atasikia ukiongea, ndicho atakutimizia katika jina kuu la Yesu. Mwambie siri za moyo wako, mwambie kilio cha moyo wako. Anasema ya kwamba yeye ni Baba, hakuna asiyeliweza. Anasema ya kwamba anakupenda, anakujua hata wakati ukiwa katika tumbo ya mama yako. Anasema ya kwamba anakujua, anakuelewa, anakufahamu. Mwambie kila ambacho unahitaji. Tumwambie kila ambacho tunahitaji. Yeye ni Mungu wa majeshi. Yeye ni Mungu anayetenda. Yeye ni Mungu ambaye ni mwaminifu, sio kama mwanadamu. Yeye ni Mungu anayetenda haki. Anatenda haki kwa watu wake. Anatenda haki kwa ajili yako. Kuna mtu anakuangalia na kudharau. Kuna mtu anakuangalia na kudharau. Ajui kana kwamba Mungu anakupenda. Ajui kana kwamba Mungu anakujali. Anasema ya kwamba moyo uliobondeka, moyo ulionyenyekea, anasema ya kwamba utadharau. Watu wanaweza kukuangalia na macho ya kimwili, lakini yeye anakuangalia na macho kama Baba wa mbinguni. Anaona moyo wako, anaona siri za moyo wako, anaona kilio cha moyo wako. Inua tu sauti yako, muite, muite Mungu, muite Mungu, muite Mungu, muite Mungu katika hiyo hali. Anasema ya kwamba anakutembelea, anasema ya kwamba anakujali, anasema ya kwamba anakupenda. Hata kama watu wanasema wanakuchukia, anasema ya kwamba anakupenda. Anasema ya kwamba ako pamoja na wewe, hata kuachilia mpaka mwisho, hata kuachilia katika mikono ya maadui, hata kuachilia katika mateso, hata kuachilia katika laana. Laana itamaliza kizazi chako. Anasema ako pamoja na wewe, mpango wake uko juu yako. Inua tu sauti yako, ambia Bwana ni asante, kwa maana yeye ni Mungu wa uweza. Wewe ni Mungu unayetenda. Hakuna unalo, hakuna linalo kushinda, hakuna usiloliweza. Kila mmoja wakisha moto wa maombi, wakisha moto wa maombi, wakisha moto wa maombi katika ibada hii. Kuna watu ambao wamekaliwa na nguvu za giza. Kuna watu ambao wamekamatwa katika mawazo yao. Kuna watu ambao roho zao zimefungwa ili wasiweze kujiachilia. Na anasema kwamba ako na mpango na wewe. Anasema kwamba ako na mpango wewe. Kila ambacho amekusudia kutenda, anasema kwamba ukafungulie moyo wako. Ufungulie tu moyo wako akaweze kutenda. Kwa nini unajipigania? Kwa nini unajipigania? Kwa nini unajitetea? Anasema kwamba anashuka kutetea watu wake. Wacha ukawa wewe ni mmoja kati ya wale ambao wanatetewa siku ya leo.
Bwana tu mikono yako kwa kunyenyekea. Ambia Bwana Yesu uko tayari. Ambia Roho wa Bwana uko tayari. Akafungue maisha yako. Yeye aonaye katika siri akaweze kuona kila ambacho kimekunasa. Akaweze kuona nguvu ambazo zimekunasa. Akaweze kuona mitego ambayo umewekewa. Akaweze kuitegua katika jina kuu la Yesu. Asante Bwana, kwa maana hakuna mwingine aliye kama wewe. Tunakupenda asubuhi ya leo. Umetukuka Yesu, umeinuliwa. Ibada hii Bwana ni ibada yako. Chukua nafasi Yesu, ukatuhudumie. Tumekuja tukinyenyekea Bwana. Tumekuja tukivunjika mbele zako, tukikiria kwamba ni wewe peke yako ambao umeinuliwa mahali hapa Bwana. Chochote ambacho kimetumwa kuelekeza hii madhabahu tunakikemea katika jina kuu la Yesu Kristo. Wacha hii madhabahu ikainuke na kutetea watu wako. Wacha hii madhabahu ikainuke na kupigania watu wako. Wacha nguvu za hizi madhabahu Bwana ikainuke na kuponya mtu mahali hapa katika jina kuu la Yesu. Tunapoanza ibada hii na tukienda kumaliza, mtu akasema kwamba amekuona. Mtu akainua sauti aseme amekuona. Asante kwa maana wewe ni Mungu wa haki. Tunakupenda na tunakusifu. Asante kwa matendo yako. Asante kwa uaminifu wako. Tunapoingia katika ibada ya kusifu, shuka Bwana Yesu, jitukuze katika wanao. Katika jina la Yesu, pokea sifa, pokea utukufu wote. Na ni kwa jina la Yesu aliye Bwana mkombozi tunaomba na kuamini. Amen. Patia Bwana sadaka ya makofi jamani. Patia Bwana sadaka nzuri ya makofi. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe kanisa. God is good. And all the time. Wow, Mungu abariki sana, watende mema. Tunaenda kuingia katika hii ibada ya kusifu. Najua kwamba Mungu wetu ataonekana. Amen. Haya, makofi kwa Yesu. Inua mikono yako. Baba, ninajua wewe unanipenda. Baba, ninajua wewe unanipenda. Baba, ninajua kweli unanipenda. Baba,
Haya, tukuza Yesu jamani. Tukuza. Mikono tukuza Yesu. Shetani yako wapi? Chini. Shetani yako wapi? Chini. Magonjwa yako wapi? Chini. Laana ziko wapi? Chini. Ukimwi uko wapi? Chini. Na kansa iko wapi? Chini. Kanyanga shetani kanyanga. Wewe unamhurumia shetani, si ukanyanga kwa nguvu zako. Pigia Yesu makofi. Katikati ya mbingu nitaona Mungu kama wewe. Katikati ya mbingu nitaona Mungu kama wewe. Katikati ya mbingu nitaona Mungu kama wewe. Katikati ya mbingu nitaona
Mayolo, mayolo, mayolo. Kuna moko, kuna moko, kuna moko. Mayolo, mayolo, mayolo. Mayolo, mayolo, mayolo. Kuna moko, kuna moko, kuna moko. Piga ya juu, piga ya juu, piga ya juu. Piga ya juu, piga ya juu, piga ya juu. Piga ya juu, piga ya juu, piga ya juu. Piga ya juu, piga ya juu, piga ya juu. Piga makofi, piga makofi, piga makofi. Piga makofi, piga makofi, piga makofi. Inua Yesu, inua Yesu, inua Yesu. Inua Yesu, inua Yesu, inua Yesu. Inua Yesu, inua Yesu, inua Yesu. Inua, 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 inua. Bariki, 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 bariki. Cheza, 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 cheza. Wakisha mwana vijana jana. Tawala,
Keti katika jina la Yesu. Keti tu kwa heshima katika jina la Yesu. Na ungekuye mwenzako muulize umebarikiwa. Mwangalie tu kwa macho muulize umebarikiwa. Kupitia sifa. Salimia huyo mwingine mwambie karibu sana. Huyo mwingine mwambie karibu sana. Katika ibada hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ibada hii ni ibada speciali ambayo sio ibada kama ibada zile zingine. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ibada imetengenezwa ili tukapokee kile ambacho Mungu amepanga katika maisha yetu katika jina la Yesu. Kile ambacho ningekuomba, fungua moyo wako
patia Mungu chochote ambacho kiko ndani yako akaweze kutawala. Amen. Tumwambie Yesu afanye nini? Tuambie Yesu afanye nini? Yesu afanye nini? Atawale.